Marekani imetishia kuongeza ushuru wa asilimia 50 kwa Uchina. Rais wa Marekani ameitaka Beijing kubatilisha tozo zake za kulipiza kisasi za asilimia 34 kwa ushuru kwa bidhaa za Marekani zinazotoka nje. Trump anatishia kwamba ataongeza ushuru wa asilimia 50 na ni kutokana na China kulipiza kisasi. Rais huyo ametishia kuongeza ushuru huo kwa bidhaa zote za China isipokuwa Beijing itakumbuka pendekezo lake la kulipiza kisasi la asilimia 34 ya ongezeko la ushuru katika ongezeko jingine, na hii ni katika vita vya kibiashara ambavyo vimefuta matrilioni ya dola kutoka soko la hisa. Wiki iliyopita rais huyo alizindua ushuru mkubwa wa kuanzia asilimia 10 hadi 49 kwa bidhaa zinazoagizwa kutoka nchi zote. Hizi ni pamoja na ushuru wa asilimia 34 kwa bidhaa kutoka nchini China na juu ya asilimia 20 iliyopitishwa katika miezi iliyopita. Beijing ilitangaza kwa kujibu kulipiza kisasi kwa kupandisha ushuru wa asilimia 34 kama ule uliopangwa na Marekani kwa bidhaa zake kufikia Alhamisi. Kwa mujibu wa rais wa Marekani, Bwana Trump amesema ikiwa China haitaondoa ongezeko lake la asilimia 34 juu ya ukiukwaji wao wa muda mrefu wa biashara kufikia kesho Aprili 8, kwa maana siku ya leo Jumanne mwaka huu 2025, Marekani itatoza ushuru wa ziada kwa Uchina wa asilimia 50 kuanzia Aprili 9. Trump aliandika kwenye ukurasa wake wa Truth Social mnamo siku ya Jumatatu. Rais huyo wa Marekani pia alitishia kufuta mazungumzo yote yaliyopangwa na China na badala yake kuanza mazungumzo na nchi nyingine. Beijing imelani ushuru huo kama hatua ya kawaida ya kuegemea upande mmoja, ulinzi na uonevu kwa uchumi. Itaumiza Marekani yenyewe na wengine, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya China Lin Jian alisema katika mkutano na waandishi wa habari siku ya Jumatatu. Ushuru wa Washington utaathiri sana nchi zinazoendelea na pia utavuruga biashara ya kimataifa na vifaa, aliongeza. China imewasilisha malalamishi kwa shirika la biashara duniani kujibu ushuru wa Marekani. Zaidi ya hayo, Wizara ya Biashara ya China imeweka vikwazo vipya vinavyolenga makampuni ya Marekani pamoja na vikwazo vya uuzaji nje wa madini ya ndani. Hivi sasa Marekani inapata baadhi ya asilimia 70 ya madini adimu yanayoagizwa kutoka nchini China. Kuongezeka kwa vita vya kibiashara kati ya mataifa hayo mawili makubwa kumesababisha msukosuko wa soko la kuangamiza zaidi ya dola trilioni 10 kutoka kwa soko la hisa duniani kuanzia siku ya Jumatatu, na hii ni kulingana na shirika la habari la Bloomberg. Imeeleza kwamba hali ya soko la hisa duniani inazidi kushuka, na wakati huu ni kutokana na sera za rais wa Marekani Bwana Donald Trump zilizosababisha maandamano kote nchini Marekani, na ni kutokana na kile ambacho rais huyo wa Marekani amekieleza, akisema kwamba yeye kwa wakati huu hatojali isipokuwa tu wa Marekani watarajie maumivu kwa kipindi hiki, na wala hakuona kuguswa na maandamano yaliyofanyika wiki iliyopita. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Jina langu ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.